Rais wa Marekani Donald Trump amesema anafikiria kupeleka kikosi cha pili cha meli ya kubeba ndege za kivita katika eneo la Mashariki ya Kati ikiwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yatashindikana. Akizungumza katika mahojiano na chombo cha habari cha Axios siku ya Jumanne, Trump alisema Marekani iko tayari kuchukua hatua kali endapo juhudi za kidiplomasia hazitazaa matunda. Ama tutafikia makubaliano au tutalazimika kufanya jambo gumu sana kama mara ya mwisho, alisema Trump. Marekani na Iran zilirejea kwenye meza ya mazungumzo ya Ijumaa iliyopita nchini Oman kwa mara ya kwanza tangu vita vya siku 12 vilivyotokea mwezi Juni. Hata hivyo, wakati mazungumzo yakiendelea, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika ukanda wa Ghuba. Kwa sasa meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln pamoja na kikosi chake kinachojumuisha ndege za kivita, makombora ya Tomahawk na meli kadhaa za kivita tayari iko katika eneo hilo. Afisa mmoja wa Marekani amethibitisha kuwa kuna majadiliano ya kutuma kikosi kingine cha aina hiyo. Licha ya kuimarisha nguvu za kijeshi, Trump ameonyesha matumaini kuhusu mafanikio ya mazungumzo hayo. Amesema Irani inaonekana kuwa tayari zaidi kufanya makubaliano tofauti na ilivyokuwa awali. Mara ya mwisho hawakuamini kama ningeweza kufanya hivyo, alisema Trump, akirejelea mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani mwezi Juni. Safari hii mazungumzo ni tofauti. Trump amesisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe mpango wa nyuklia wa Iran na pia hifadhi ya makombora ya masafa marefu. Kwa upande wake, Iran imesisitiza kuwa haitajadili chochote zaidi ya mpango wake wa nyuklia na haitokubali kuachana na haki yake ya kurutubisha uranium. Msimamo huo umeibua wasiwasi wa baadhi ya wanasiasa wa Marekani na Israel wanaoamini kuwa makubaliano ya kina hayawezekani na kwamba njia ya kijeshi inaweza kuwa chaguo linalofuata. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuitembelea Washington siku ya Jumatano kujadili suala hilo. Netanyahu ameonyesha mashaka juu ya uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mazuri na Iran. Hata hivyo, Trump amesema haamini kama Netanyahu ana wasiwasi, akidai kuwa naye pia anataka makubaliano mazuri. Netanyahu amesema atamweleza Rais Trump msimamo wa Israel kuhusu kanuni muhimu za mazungumzo hayo, akisisitiza umuhimu wa usalama wa Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Ali Larijani, mshauri mkuu wa kiongozi wa juu wa Iran, ametembelea Oman na anatarajiwa kwenda Qatar kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hizo. Oman na Qatar ni wapatanishi wakuu kati ya Marekani na Iran. Maafisa wa Marekani wanaamini kuwa Larijani anawasilisha misimamo ya Iran kwa wapatanishi kabla ya duru ya pili ya mazungumzo inayotarajiwa kufanyika wiki ijayo. Taarifa ya Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na chombo cha habari cha Axios nchini Marekani kwamba anafikiria kupeleka kikosi cha pili cha meli za kivita Mashariki ya Kati huku mazungumzo ya Iran na Marekani yakiendelea. Na Trump ametaja hatua hiyo kwamba ni hatua ya kuweza kujiandaa kwa shambulizi la kijeshi endapo tu basi mazungumzo hayo hayatafanya kazi kati ya Marekani pamoja na Irani dhidi ya yote ambayo yamepangwa katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, mvutano ambao umeibuka kwa kiasi kikubwa sana na unazidi kuweza kupandisha joto lake siku hadi siku kufuatia ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Marekani, ambapo inaaminika kwamba Netanyahu anakwenda kumshawishi Trump juu ya kuingia vitani na taifa la Iran. Basi mtazamaji, endelea kuwa karibu na Zone Media wakati wote hapa kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.